الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين، nimepewa nafasi hii kubwa nzito ya kufanya mukhtasar yale yote tulioishi nayo kwenye siku 5 hizi za daura. Lakini kwanza, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, nitapenda shukrani zangu pia nizipeleke kwa ndugu zangu mashaikhi wote wa hapa Unguja na Pemba na wale waliotoka bara, waliotoka Kenya, waliozungumza na ambao hawakuzungumza. Naomba sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri ya kujumuika pamoja nasi katika mkusanyiko huu wa kheri. Allah awalipe, awahifadhi, awabariki. Lakini vile vile Allah awalipe kheri watu wazima wetu, wazee wetu, ndugu zetu kutoka sehemu mbalimbali ambao wameacha shughuli zao kwa ajili ya kuliunga mkono jambo hili. Kadhalika wanafunzi wetu wote waliojitokeza kuhudhuria semina hii na bidii walioonyesha na hirsi, utulivu, usikivu, umakini wa kupokea ilmu. Allah wabariki katika safari yao ya utafutaji wa ilmu, awape wanachokitafuta na ajalie iwe ni kwa ajili yake yeye subhanahu wa ta'ala, na wawe warithi wazuri wa jambo hili la da'wa, wawe walimu bora watakao utakaotoa huduma katika jamii, huduma ya kielimu, na waislamu wote kwa ujumla, na kila aliyeshiriki kuifanikisha daura hii kwa namna moja au nyingine, kwa hali na kwa mali. Na haya atakuja kuyazungumza bitafsil Sheikh Abu Muhammad hapa. Lakini kwa ujumla, shukrani zetu ziwaendee wote na wale waliotufuatilia sisi kwenye mitandao ya kijamii moja kwa moja live au baada ya hapo, wakasikiliza, wakavutika, wakapendezwa, wakapata faida. Allah pia wabariki kwa jambo hilo. Semina hii ni semina ya kielimu. Ukiangalia imewekwa kimkakati, kimipango, imebeba malengo madhubuti kabisa, kwa sababu ndani yake kuna masomo ya msingi katika dini yetu. Kumewekwa masomo ya tauhid ambayo kazi yake ni kumfundisha mja namna ya kumwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumjua yeye subhanahu na kuzitambua kazi zake na neema zake kwa waja wake, kama ilivyokuja katika utaratibu wa Qur'an. kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala
katika kumwabudu. Ndio jambo kubwa walilotumwa mitume. Kwa ni wajibu juu yetu sisi kusomeshana hilo, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi zake za uumbaji, uruzuku na mingineyo. Ni katika mambo makubwa, lakini pia kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake zilizotukuka ni katika mambo muhimu Muislamu uyafahamu, na hayo yamesomeshwa katika semina hii. Mambo yanayofungamana na itikadi kwa ujumla, mambo mbalimbali ya kiitikadi na imani pia yamesomeshwa hapa. Kitabu madhubuti kabisa cha al-Imam al-Muzani Abu Ibrahim, mmoja katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Shafi'i rahimahullah. Al-Imam al-Muzani ni ash-Shafi'i wa madhhaba, ni mshafi'i kimadhhab, bali ni katika wanafunzi wa al-Imam Shafi'i, bali ni katika watu walikuwa wakipokea imla wakati wa dictation ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Muzani ameandika kitabu adhim katika mambo ya kiitikadi kinachoitwa Sharh as-Sunnah, na ndani yake akaitaja aqida ya ahli sunnah wal jamaa, kwa sababu Imam Shafi'i alikuwa na itikadi anayoitakidi juu ya Mola wake. Wanafunzi wake ndio waliopokea, kina al-Imam al-Buwaiti, kina Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, mtu al-Giza kule Misri, katika wanafunzi wakubwa Imam Shafi'i rahimahullah. Na huyu al-Muzani Abu Ibrahim, na ana kitabu katika madhhab Mukhtasar al-Muzani maarufu iko katika madhhab wala Shafi'i wanalifahamu jambo hili, ambaye pia huyu al-Muzani ni mjomba wake al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Tahawi. Yule al-Imam al-Tahawi mwenye matn aqida al-Tahawiyya akimwona al-Muzani ni mjomba wake, alisoma kwake, wakapishana kidogo katika baadhi ya masail. Al-Imam al-Tahawi akaacha madhhab ya Shafi akashika madhhab ya Imam Abu Hanifa, akasoma kwa fuqaha wa Hanafiyya akawa muhanafi, lakini ni mjomba au ni mpwa wa al-Imam al-Muzani. Alhasil, al-Imam al-Muzani ni imamu aliyejitosheleza katika ilmu salafiyul aqida. Itikadi yake na sisi tunavyoitakidi ni sawa tu, na ni mshafi na ni mwanafunzi wa Imam Shafi'i pale Misri. Kadhalika pamesomwa hapa somo la hadithi katika baadhi ya milango, kitabu al-Imara katika sahihi Muslim ya al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunna. Kitabu kilichokuwa katika daraja ya pili miongoni mwa vitabu vilivyotungwa, kitabu cha pili kwa usahihi katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu. Wa ila tukitaka kitabu sahihi zaidi kuliko vyote ni al-Qur'an, lakini hiki hakikutungwa na wanadamu, na ndio maana la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ama vitabu vilivyotungwa na wanadamu, asahhu al-kutubi al-musannafa ni sahih al-Bukhari ya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kisha ndio kitabu cha Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Nisaburi rahmatullahi ta'ala alayhima. Kwa hiyo katika kitabu al-Ibara tumesomeshwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazotupa muongozo wa namna gani sisi tutataamali na watawala wetu, na hasa hili limekuja kwa sababu ya hali ya fukuto na vuguvugu za kisiasa na mirengo ya kisiasa. Kuna watu wanadhani kwamba wazungu wakiruhusu jambo kwamba hilo lafaa, basi pia lafaa mpaka kwenye Uislamu.
kwamba mtu una uhuru wa kujieleza, una uhuru wa kumtukana mtu yoyote, una uhuru wa kumkosoa mtu yoyote. Mzungu kakupa demokrasia, sio? Wewe una uhuru wa kuandika chochote, kwa sababu wewe ni mwanadamu huru. Wewe utamkosoa baba, utamkosoa mama, utamkosoa mjomba, utamkosoa shekhe, utamkosoa mtawala kama ni kiongozi, raisi, mfalme, wote wewe unakosoa kwa sababu wewe uko huru. Wewe sio mtumwa. Nani kasema hivyo? Mzungu. Ukimwambia demokrasi bwana. Sasa sisi tunawafundisha kwamba huu Uislamu huu una mipaka. Wao wametuachia kwamba hatuna mipaka, tuko huru tufanye tutakavyo. Tukitaka kwenda uchi twende, tukitaka kuoana wanaume kwa wanaume tuoane tu, wanawake kwa wanawake waoane tu. Sasa Uislamu unatuambia kuna taratibu. Kweli kuna demokrasia yao, lakini wewe Muislamu usifuate demokrasia hiyo ya kutukana wakubwa wako, ya kuwatukana mashehe zako, ya kutukana viongozi eti kwa sababu tu uko huru. Kuna demokrasia? Hakuna demokrasia katika Uislamu isiyokuwa na mipaka. Hakuna uhuru usio na mipaka. Sasa haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yametajwa ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuliwahi kuchungulia mbele tukaona kwamba mafunzo yako hivi, ni wajibu wetu tuwafikishie wengine na wao waone kwamba jamani, mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili ni haya. Pakae kwa kitabu katika semina yetu hii kikasomeshwa kitabu hiki na hadithi zikatajwa pale, na bila shaka sote tumeridhika kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wetu. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tumeridhika sisi, tuna shaka katika hili. Kwa hiyo kwa vuguvugu hili na hali hizi tukaona kwamba kuna umuhimu wa kusomeshwa vitabu hivi. Ni nadra sana kwenye mikusanyiko ya Waislamu wa madhehebu mbalimbali walioko leo hapa duniani, ima ni Unguja au Pemba, Kilwa, Bagamoyo, Tanga, Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla, Kenya, Uganda, wapi, kukutana na utaratibu kama huu wa kuwasomesha watu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa katika milango kama hii ambayo ni hasasi jiddan, very sensitive, vitu vinavyogusa mahali nyeti kabisa. Nadra sana utakuta tu makongamano, watu wamesimama, yule ajana maudhui hii, yule hivi, yule kasimama achangisha. Lakini kukaa kusomeshwa kimkakati mambo kama haya kwa kila kitu katika nafasi yake na wakati wake, jambo hili utalikuta kwa masalafi tu. Huo ndio ukweli. Kama wao wanayo hao, watutajie semina ipi alafu ipi alafu ipi, au kongamano lipi na lipi na lipi. Lakini walillahi alhamdu, hili limefundishwa hapa. Aliyezingatia amezingatia, aliyepuuza hasara ni yake. Ikiwa lillahi alhamdu, vyombo vya kunasa sauti vimefanya kazi yake, darasa zote zimehifadhiwa, bali na zinarushwa katika mitandao. Kwa mtu anaweza akarudi akafanya revision, akafanya murajaa, akapitia akaendelea kupata faida. Kwa katika masomo muhimu ni haya. Lau kama ukiambiwa ulielezee jambo hili, muda utarefuka, na mimi sitaki kurefusha muda sana. Pamoja Sheikh Abu Muhammad ametoa nafasi tujimwage, lakini si katika hikma kurefusha mazungumzo. Lakini katika mambo muhimu pia yaliyotajwa hapa ni mambo ya miamala ambayo tunaishi nayo sisi kila siku. Twauza, twanunua, twakopa, twakopeshana yani, na miamala mingine, twaweka rehani na mingine. Sasa kuna mambo ya riba ambayo ni janga kubwa kabisa katika jamii yetu, kwa sababu pia ni katika mambo tulioletewa na wazungu. Wao ndio wameshika uchumi wa dunia. Kwa hiyo tuwekee bwana, kuna taratibu huu utasaidia jamii. Riba nafuu, hakuna riba nafuu mbele
ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riba zote ni riba mbaya. Mimi nitakusomea hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia dirhamu riba yaakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam. Dirhamu riba yaakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 zanya. Dirhamu moja tu ya riba, peni moja ya riba anayokula mtu ili hali anajua kwamba hii ni ya riba, hiyo ni mbaya sana mbele ya Allah kuliko kuzini mara 36. Ule hadithu sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Dirhamu moja, sikwambii laki moja, dirhamu moja, sikwambii milioni 100 unazozibeba kwa njia ya riba, ashaddu 'inda Allah min 36 zanya. Tuweza kujiona uko sawa, yule bwana anywa mapombe tu, yule bwana mlevi tu, yule bwana mzinifu tu, wakajiona wewe uko salama na hali ya kuwa unakula riba. Hauko salama. Kwa hiyo ukawekwa mlango maalum utambue riba ni ipi na kanuni zake, pia ujue kwamba kuna aljahlu bitamathul kalilmi bitafadhul. Mlango lazima ujue kwamba kumbe hapa riba tayari, na vitu vinavyoingia riba, zile anwaa ambazo zinaingia ndani yake riba usijue, na vile ambavyo hufanywa kiasi juu yake, ili uepukane na miamala mibovu ambayo itakuwa ni kikwazo kwako wewe katika dini yako. Siku ya khutba al-Jum'a nilitaja khutba hapa kuhusu masala ya dua na namna kwamba watu katika adabu za dua ni mtu kukitakasa kipato chake kiwe cha halali, kwa sababu kipato chako kikiwa ni cha haramu dua yako haitakubaliwa, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi السماء يقول يا رب يا رب ومأكله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, alimtaja mtu aliyerefusha safari akawa amekuja nywele timtimu, amejaa vumbi, amekatikiwa na safari yake, ni muhtaji, anahitaji. Baada ya kuwa amekatikiwa mtu huyu akawa amekuja pale nywele zake timtimu, akanyanyua mikono yake juu, anaomba dua, ya rab ya rab. Ule uhitaji wake na hali yake kwa ni dhaifu hali, huyu ni mutari kwa upande fulani, alistahiki kujibiwa, lakini mtu huyu chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, mavazi yake ni ya haramu, yote ameyapata kwa njia ya haramu, kadhalika amelishwa haramu. Kwa hiyo yeye ghudhiya bil haram min nu'umati adhfarihi ila kibari munfiqan wa munfaqan alayhi, haram juu ya haram, wakati akipewa yeye kama mtoto na wakati akitoa yeye kama mzee, nyakati zote yeye anaendelea kula haramu. Sasa itawezekana vipi mtu kama huyu kukubaliwa maombi yake? Kwa maana kwamba hilo liko mbali, hayhat. Kwa tumeyasomesha haya ili pia watu wajifunze sehemu katika miamalat. Pakachagizwa na mihadhara mbalimbali ya mashekhe waliokuja wakaleta mada mbalimbali, watu wakasoma siasa sharia, السياسة أو الأحكام السلطانية, wakahimizwa juu ya ilmu, wakahimizwa juu ya tarbia, wakahimizwa juu ya mambo mbalimbali, bali pakasomeshwa pia mpaka masala ya almuamalat almaliya almuasira, mambo miamala ya kimali ya kifedha ya wakati wa sasa. Tukaona ule ugumu wake, lakini kule kuwekwa kwake ni kukuonyesha nafasi yako wewe, namna ulivyokuwa bado, na kwamba wewe utakiwa usome
kwa sababu maneno yamezungumzwa kwa lugha yako ya Kiswahili na mzungumzaji amejitahidi kutoa maelezo, lakini bado umekodoa macho, hujamuelewa istilahi, huzipati hapa pazungumzwa nini, kuonyesha kwamba sasa wewe unahitaji kufunga safari ya elimu, usome mpaka ufike mahali watu wakizungumza maneno na wewe waelewa, na ni maneno ya dini. Wewe unaje ukikaa kwenye mahali watu wazungumza vitu, watu wachangia, basi ikawa hivi, alafu kile ukikaa unasi kitu, yani hujui mchangie nini, sema umekaa kimya, umekuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu hujui. Ni hali ya udhaifu, ni hali ya udhalili. Kwa hiyo pamewekwa masomo mbalimbali pia kutuchagiza sisi na kutushawishi tujifunze jambo, tujitoe bidii katika jambo la ilmu na mingineyo ambayo nimeyasahau sikuyataja. Na pia kadhalika ahkamu siyam. Naam, ahkamu siyam zimesomeshwa hapa, au maqasidi siyam, malengo na makusudio ya saum, kwa sababu Ramadhani inda albab, iko mlangoni. Ramadhani inakuja mbele yetu. Ikipita Ijumaa hii hakuna Ijumaa nyingine ila tutakuwa tuko ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na fiqh na kuwa na mafunzo ya kisheria ya dini yetu juu ya ufungaji wa saumu ya Ramadhani na mambo yake na ibada zake. Na pia palikuwa na vipindi maalum kwa ajili ya Qur'an na tashihu alqiraa, kusahihisha usomaji wa Qur'ani. Haya mambo yote yalipita katika semina yetu hii, na darasa maalum zilizotolewa kuhusiana na manhaj na njia ya wema waliotangulia na mawakifu zetu sisi. Kwa nini tunasema hivi? Kwa nini tunalingania hiki? Msimamo wetu sisi ni upi? Wa hakadha. Kwa hiyo haya ndio ambayo tulikuwa tukiyavuna hapa katika hizi siku tano. Siku tano hazitoshi kwa elimu. Hakuna elimu ya siku tano wala miezi mitano wala miaka mitano. Imam Ahmad anasema al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, min al-mihbara ila al-maqbara. Sisi tunatakiwa tusome kutoka kwenye lahdi, kwenye lezi pale. Wakati tualelewa sisi, tumewekwa katika masusu ya watoto, waning'inizwa, wabembezwa pale. Elimu yaanza kutoka pale mpaka waingia kwenye mwanandani, walazwa pale, min al-mahdi ila al-lahdi. Elimu haina mwisho, tasoma tu. Hivyo ndio tunatakiwa tuwe. Lakini jambo hili pia halikuishia kwa upande wa kina baba kwamba ni huku kwetu tu, pia kulikuwa na ratiba kama hizi kwa upande wa kina mama ambazo zilifanyika Masjid al-Faruq Mkella, kibanda maiti pale. Ratiba hizi ziliendelea pia kwa upande wa kina mama. Allah awalipe kheri watu wote walioshiriki katika jambo hili, waliozungumza, waliosikiliza. Na haina maana kwamba wale walikuwa wakisema hapa mbele ndio mabingwa wenye elimu kuliko nyinyi mnaosikiliza. Pengine huko kwenu kuna vyuma huko vimejificha tu, lakini amekuja kwa tawabu yake asikiza tu. Kwa hiyo sijikaona kwamba watu wamekaa hapa mbele basi ndio wana elimu nyingi kushinda watu wote, la hasha. Kwa wale watu wote walioshiriki hapa kwa nia safi kabisa, sisi tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awape yale matlaba yao ya kiilmu na thawabu za kuupigania na kuendeleza Uislamu. Kitu kingine ambacho nitapenda nikiseme, haya yatakuwa ni mahsusi kwa ndugu zetu mashekhe na walinganizi na waalimu wa madaris kwa hapa Zanzibar, pamoja na wale wenye kukerwa wakawa wana ghera na jambo la ilmu, jambo la kuwaambia kwanza hani'an lakum wa barakallahu fikum wa hafidhakumullah, hongereni, Allah wabarik, Allah wahifadhi. Lakini bado tuna safari kubwa mbeleni, tunatakiwa tujipange, kheri hii iendelee, isiwe ndio mwisho sasa tukabweteka. Hii ni nukta ya mwanzo, msafara ndio umeanza. Lakini kwenye msafara wenyewe Waarabu wanasema msafara huu unakwenda, lakini mbwa hawataacha kubweka. Waarabu wasema hivyo, alqafilatu tasiru walkilabu tambah.
Huwa Waarabu wana maneno yao, kama mara nyingine wana maneno kutupa tupa hivi, lakini maneno mazuri. Msafara na ushangoa unakwenda, lakini mbwa watakuwa wanabweka tu wa. Sasa nyinyi msirudi nyuma kwa sababu kuna mbwa kumebweka, nendeni mbele. Sijamuita mtu mbwa, tusije tukachukua maneno kwamba kawaambia watu sijasema hivyo, nimesema Waarabu wanasema hivyo. Umeelewa? Kwa maana kwamba nakusudia kwamba nyinyi mweza kufanya jambo la maana, lakini kuna watu watakuvuta huku, wengine watakuvuta kule, watakusema, ili wewe uliache tu lile jambo. Usiliache kwa sababu ya kelele za watu. Nenda mbele, maadamu uliloamua ni jambo la kheri, songa mbele. Kwa hiyo tuwe na ari mpya. Baada ya semina hii, ari yetu iwe mpya kabisa, na wengine wakaongeza na kasi mpya, ili tuende mbele. Lakini kikubwa zaidi ambacho nilicho nataka kuhusieni nyinyi, sikukisema katika darasa zangu hizi, kuna nukta muhimu niliacha kwa sababu ya wakati. Kwa nitaizungumza kidogo hapa kuwa nasihi na kuinasihi nafsi yangu. Hizi nafsi zetu hizi zina kijidude fulani hivi, inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Nafsi siku zote huwa ina tabia ya kuchokoa na kuamrisha uovu. Ina tabia kibaya hivi. Nafsi yako inaweza kuonyesha kwamba kwani lazima mimi niungane na wenzangu bwana, mimi naweza kufanya peke yangu, au mimi nikiungana nao wale nitaonekana vipi, sitaonekana fadhila za mtu fulani, afadhali nikae peke yangu mimi hivi. Yani ukajiona kwamba wewe waweza peke yako. Si hivyo. Ni nafsi yako mbaya inakwambia namna hiyo. Ingieni kwa pamoja, shikamaneni katika kupeleka hili gurudumu mbele. Kuna vitu vingi vinavyotokea kuwagawa watu, ubinafsi, ukabila, umiji, ambavyo sisi katika dawa yetu tunavipiga vita kwa sababu ndio uhizbia wenyewe. Ukishambagua mwenzako kwa sababu ya kabila yake, wewe ni hizbi. Simajua hivyo? Uhizbia ni ile mtu kutaasabu na kabila lako. Yule bwana sio hivi, wakawa wambagua hilo, wajenga alwala walbara kwa sababu ya kabila. Kwetu sisi ni mwiko jambo hilo, halifai. Sasa tahadhari sana na jambo hilo. Mbona pale kaingia mtu fulani, mtu wa kwetu pale hayupo kabila yetu, pale watu wa kabila fulani. Tufanyeni mambo na kutoa nafasi na kusaidiana kwa kuwa huyo amestahiki, si kwa sababu yeye ni mwenyechu, mtu wa kwetu. Vitu kama hivi tuviache. Tusibaguane kwa sababu ya rangi. Ubaguzi wa rangi katika Uislamu haufai. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akakemea sana, akasema da'uha fa innaha muntina. Acheni huo ubaguzi kwa sababu ni uvundo, ni kitu chenye harufu mbaya kabisa kuliko mzoga. Msibague watu kwa sababu ya rangi zao, kwa sababu ya kabila zao. Jambo hilo halifai. Msiwabague watu kwa sababu ya maeneo wanayotoka. Hilo jambo halifai, kwamba yule atoka kusini, yule atoka kaskazini, yule atoka sijui mjini magharibi, yule sijui anatoka Pemba, yule atoka huku, ukambagua. Atoka mjini, atoka shamba, atoka bara, sio atoka Kenya. Msibaguane kwa jambo hilo. Kama jambo hilo litakuwepo baina yetu, itakuwa sisi hatuja kijua tunachokilingania. Tunakuwa kama mathali al-himari yahmilu asfara, mfano wa punda aliyebeba mzigo wa vitabu, hajui kumeandikwa nini. Hatujui tusema nini sisi. Sisi tulingania da'wa salafia inayopiga vita uhizbia. Salafia ni dhidi ya hizbia. Sasa wewe waleta kuonyesha kwamba hujafahamu kwamba hii da'wa salafia imelenga kwenye lipi. Tuacheni tabia hizi. Inawezekana mtu amekulia kwenye jambo hilo, kalelewa hivyo, ikawa lugha zake ni hizo za kibaguzi, lakini kwa kusoma ilmu na kujitaalamisha, vitu kama hivi vinaondoka. Kwa kunasihiana vitaondoka. Lakini pia tusomeshane sana suratul Hujurat.
Suratul Hujurat imeeleza kila kitu katika miamala yetu, vitu ambavyo vitapelekea kuuvunja udugu wetu na kuudhoofisha, vitu vitakavyopelekea kuleta uhusuma kati yetu. Ukiisoma Suratul Hujurat, kwanza imeasisi katika msingi wa kumtii Allah na mtume wake na kutanguliza yao mbele, lakini pia kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na kuheshimu sunna zake, lakini pia namna ya upokeaji wa habari na taarifa na kuzifanyia kazi. Imeeleza Qur'an Suratul Hujurat. Tukianza kuifafanua Suratul Hujurat, kuna mambo mengi sana. Tunaonekana kwamba jamii yetu inahitajia jambo hilo. Kwa hiyo ni vizuri tukasomeshana, tukapeana maarifa na fawaidi zilizomo katika sura hii na nyinginezo katika ayati za Qur'an. Lakini kama hakuna taalifu alqulubi bainana, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye Allah ndiye aliyekupa nguvu wewe kwa nusura yake na kwa sababu ya waumini. Usidharau jambo hilo, wala simdharau mtu yeyote. Yule jahili tu yule, wajua wao majuhali hao. Kila mmoja awe katika nafasi yake, apewe heshima yake, na wewe usitaki kuwa kimbelembele katika mambo ambayo yako juu ya umri wako na elimu yako. Muhadhara wa Sheikh Abu Musa una mafunzo juu ya hili pia. Watu kuona kihirihiri, mtoto mdogo ataka kuzungumza mbele ya watu wakubwa. Si mnajua kisa kile cha maswahaba wale watatu, nani Muhayyisa wa Huwayisa na Abdullah na Abdurrahman. Hao wanne aliuawa alikuwa ni Abdullah. Walikwenda huko Sham, huko akauawa mmoja. Yule Abdurrahman ni ndugu yake yule Abdullah aliuawa. Sasa akatoka Muhayyisa na Muhawisa na Huwayisa na huyu Abdurrahman wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahmani ni mdogo ukilinganisha na hawa, lakini aliyeuawa ni shakiki wake, ndugu yake, baba mmoja mama mmoja. Hawa wengine wawili ni ibn ammi zake, cousin zake, lakini ndio wakubwa. Sasa kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile huzuni na ile haraka yule mdogo akazungumza, kakaangu, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam ametulia, kabbir. Tafsiri yake aanze kusema mkubwa, mkubwa ndo aanze kusema. Sawa, pengine una maelezo wewe, una hiki, lakini mkubwa katika nyinyi ndo aanze kusema, alete taarifa. Alikataa habari ya yule mdogo, kweli akanyamaza, mkubwa akazungumza. Tukienda na utaratibu huu, tukawa tunajengeana heshima, kila mmoja anamuona mwenzake ni bora kuliko yeye, tukaheshimiana, jambo letu litakwenda vizuri, litabarikiwa. Itakuwa si tute maeneo mengine ya kufanya shughuli zetu. Hapata tutosha hapa, kwa sababu watu wataka ilmu, wataka haki, wanataka adabu, wataka heshima. Ndicho wanachokitaka watu. Tukienda namna hiyo tutafanikiwa biidhnillahi alkarim. Nimerefusha sana. Sasa mwisho namalizia maneno yangu kwa kusema kwamba popote sisi ambapo tumeteleza kwa lugha kali, wakati mwingine wazungumza kwa maskhara kidogo, lakini kumbe umekera, umeudhi watu, basi sisi si makusudio yetu kuwatweza na kuwadhalilisha na kuwatia ujingani, si makusudio yetu. Tunaona labda maneno, pengine ule udhaifu wetu wa kujielezea upelekea kusema maneno yasiyo sawa. Ada za watu katika miji na urfu zao na takalidi zao ziko tofauti. Pengine kikwetu nikaona kwamba neno hili la heshima, kumbe hapa matusi. Sasa pamezungumzwa mambo mengi, siku tano watu wanena tu, bila shaka kuna sakatati nyingi zimejitokeza. Mimi naomba kwa niaba ya wenzangu mtusamehe kwa hilo, wala msituchukulie kwa hilo, hatukusudie isipokuwa kheri. Na mtu yoyote tuliyemkwanza katika jambo lolote, basi sisi atusamehe bure kabisa, fi dunia wal akhirah. Lakini sisi kauli mbiu yetu ni al-ilmu wal amal
wad'awatu ilayhi was-sabru ala al-adha fihi. Kisha habari. Lakini mimi kwa kiasi cha uwezo wangu mdogo nimeeleza hivi. Nipoacha inshallah utamalizia. Allahu fikum. Mimi nilipewa jukumu la kutoa mukhtasar wa hii daura yetu pamoja na kauli mbiu lakini pia kuifunga hii daura. Jamani, tushafunga semina yetu. Hii semina imefungwa kuanzia sasa hivi. Hayo yanayokuja baada ya hapo ni yale mazungumzo baada ya habari. Kwa semina bwana imeisha. Allah walipekee la